Habari ya saizi mabibi na mabwana, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Afya Class. Leo tena ni siku nyingine, tumeachilia video nyingine kwa ajili yako. Tunazungumzia tatizo la maumivu ya tumbo chini ya kitovu kwa mwanamke. Tatizo hili linasababishwa na nini? Tazama video hii mpaka mwisho, nimeeleza kila kitu. Watu wengi huhusisha kimakosa maumivu ya tumbo chini ya kitovu kwa wanawake na matatizo ya uzazi pekee. Hii si sahihi. Hali nyingi za kiafya zinaweza kusababisha maumivu ya tumbo chini ya kitovu kwa wanawake, na utambuzi sahihi ni muhimu sana kwa ajili ya kupata matibabu bora kwa wanawake wote. Tuangalie sababu mbalimbali ambazo ni kubwa kabisa zinazoongeza hatari ya mwanamke kupata tatizo hili. Nimezichambua baadhi ya sababu hizo kubwa kwenye video hii. Yako maumivu ya tumbo chini ya kitovu kwa wanawake ambayo yanasababishwa na baadhi ya sababu. Na sababu hizo ni pamoja na hizi. Namba moja ni maumivu yanayotokana na siku za hedhi. Maumivu haya yanaweza kuhusiana na siku za hedhi, hasa kabla au wakati wa hedhi, kutokana na kukaza kwa mfuko wa uzazi. Kwa pale ambapo kunatokea contractions kwenye kipindi hichi cha siku za hedhi, mwanamke huweza kuexperience au kupata hii hali ya maumivu ya tumbo chini ya kitovu. Kwa hiyo sababu ya kwanza ni maumivu yanayotokea katika siku za hedhi kwa mwanamke. Sababu ya pili ni maambukizi ya bakteria kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hapa nazungumzia tatizo ambalo wengi mtakuwa mmelisikia, PID, pelvic inflammatory disease. Tatizo hili linaweza kuambatana na dalili mbalimbali, lakini moja ya dalili ni hii ya kupata maumivu chini ya kitovu. Lakini mara nyingi dalili hii ikitokea inaweza kuambatana na dalili zingine kama vile kupata uchafu usio wa kawaida ambao unatoka ukeni, kupata harufu mbaya ukeni, kupata maumivu wakati wa kujamiiana, kutokwa na damu baada ya tendo la ndoa na kadhalika. Hizi ni dalili mbalimbali ambazo huweza kuambatana na tatizo hili la PID. Lakini pia sababu nyingine ambayo inaweza kusababisha maumivu ya tumbo chini ya kitovu kwa wanawake wengi ni tatizo la uvimbe kwenye kizazi, au namaanisha fibroids, au tatizo la vivimbe maji ambao kwa kitaalamu zaidi hujulikana kama ovarian cysts. Ovarian cyst pia huhusishwa katika maumivu ya upande mmoja au chini ya tumbo kwa wanawake wengi. Uvimbe kwenye kizazi ni uvimbe ambao huonekana sana kwa wanawake hasa wenye umri wa miaka 30 mpaka 40. Ingawa baadhi ya wanawake wanaweza kuwa hawana dalili zozote, lakini wengi wao wanapopata dalili huonekana na dalili hizi: kupata maumivu ya tumbo chini ya kitovu, kupata maumivu ya mgongo, wanapata maumivu wakati wa tendo la ndoa. Lakini wengi wao pia wanaingia kwenye tatizo lingine kubwa la ugumu wa kupata ujauzito. Lakini pia tatizo la endometriosis. Tunapozungumzia endometriosis, tunazungumzia hali ambayo huhusisha tissue kwenye uterus kukua nje ya uterus au mfuko wa uzazi. Hali hii mara nyingi huhusishwa na maumivu ya tumbo chini ya kitovu na inaweza pia kuchangia mwanamke asipate ujauzito. Kwa sababu ya pili, sababu ya tatu kubwa kabisa ni hili tatizo la uvimbe kwenye kizazi au pia tatizo la vivimbe maji. Sababu nyingine ni maambukizi kwenye njia ya mkojo, hapa namaanisha UTI. Hii ni sababu nyingine ambayo inaweza kuchangia mwanamke kupata tatizo hili la maumivu ya chini ya kitovu. Matatizo ya mfumo wa mkojo ikiwemo maambukizi ya njia ya mkojo au UTI huweza kusababisha hali ya maumivu ya chini ya kitovu. Inaweza kusababisha hisia ya kuchoma wakati wa kukojoa. Inaweza kusababisha hali ya kukojoa mara kwa mara au kutoa mkojo wenye harufu mbaya au kali na kadhalika. Na wakati mwingine maumivu haya huongezeka zaidi pale ambapo mwanamke anabana mkojo. Kwa maambukizi kwenye njia ya mkojo inaweza kuwa ni sababu nyingine kubwa ya kupata maumivu haya chini ya kitovu. Tatizo lingine au sababu nyingine ni tatizo la mimba kutunga nje ya kizazi. Hapa namaanisha ectopic pregnancy. Mimba kutunga nje ya kizazi hutokea wakati kiini tete kinapopandikizwa na kukua nje ya uterus au nje ya mfuko wa uzazi, na mara nyingi hutokea kwenye mirija ya uzazi, yani fallopian tubes. Ingawa huweza kutokea kwenye maeneo mengine, lakini asilimia kubwa hutokea kwenye hii mirija ya uzazi. Hali hii huweza kuhatarisha maisha ya mhusika
na hali hii huweza kuambatana na dalili nyingine nyingi, ikiwemo maumivu makali ya tumbo mara kwa mara, na mara nyingi huonekana maumivu haya kutokea upande mmoja wa tumbo, kutokwa na damu ukeni, kuhisi hali ya kichefuchefu, kizunguzungu na kadhalika. Hapa unashauriwa kupata ushauri wa haraka zaidi na matibabu ya haraka ili kukusaidia kuepusha hatari zaidi kwenye tatizo hili. Lakini sababu nyingine ni magonjwa ya zinaa. Hapa namaanisha sexual transmitted diseases. Yako maumivu ya tumbo chini ya kitovu yanayosababishwa na maambukizi ya magonjwa mbalimbali ya zinaa. Na moja ya magonjwa makubwa ambayo yanaweza kusababisha dalili hii ni pamoja na ugonjwa wa kisonono na ugonjwa wa chlamydia. Lakini dalili zingine ambazo zinaweza zikaambatana na magonjwa haya ni maumivu wakati wa kukojoa, kutokwa na uchafu usio wa kawaida ukeni, kutokwa na damu isiyo ya kawaida katikati ya hedhi na kadhalika. Kwa ushauri wa haraka wa kimatibabu unahitajika na ni muhimu zaidi ili kuzuia maambukizi na matatizo zaidi kutokea. Kwa hiyo maambukizi ya magonjwa haya zinaa yanaweza yakawa pia ni miongoni mwa sababu ya maumivu chini ya kitovu kwa wanawake wengi. Sababu nyingine ni tatizo la mawe kwenye figo, kidney stones. Tatizo hili pia huhusishwa na hali ya kupata maumivu chini ya kitovu kwa wanawake, hasa pale ambapo mawe yale yaliyo kwenye figo yanaposogea yanaweza kusababisha hali zaidi ya maumivu tumboni. Lakini pia kwa upande wa mfumo wa chakula unaweza ukawa ni chanzo pia, na hapa ziko hali mbalimbali kwenye mfumo huu wa chakula ambazo huweza kusababisha dalili hii ya maumivu chini ya tumbo au chini ya kitovu. Ziko hali kama vile kupata hali ya gesi tumboni, kuvimbiwa au matatizo mbalimbali ya utumbo kama IBS huweza kusababisha maumivu ya chini ya tumbo yanayokuja na kuondoka. Lakini kama maumivu yapo zaidi ya upande mmoja au yako upande wa kulia zaidi na yanaongezeka taratibu, tunaweza tukahisi pia uwepo wa tatizo la appendix au tatizo la appendicitis au tatizo la kidole tumbo. Kwa hii pia huweza kuashiria uwepo wa tatizo hili na kuhitaji msaada wa matibabu haraka. Kwa mwanamke aliye katika umri wa kupata ujauzito au mimba, pia anaweza kuingia katika hali hii ya kupata maumivu ya mara kwa mara. Lakini maumivu haya ya chini ya tumbo au chini ya kitovu yanaweza yakawa ni ya kawaida kabisa, hasa mwanzoni mwa ujauzito. Lakini kama maumivu haya yanaambatana na dalili zingine kama vile kutokwa na damu ukeni, kuhisi hali ya kizunguzungu au maumivu makali sana ya upande mmoja, inaweza kuashiria tatizo lingine zaidi kama vile mimba kutunga nje ya mfuko wa kizazi au namaanisha ectopic pregnancy, hali ambayo inaweza ikawa ni ya hatari zaidi na inahitaji msaada wa haraka. Je, una tatizo hili na hujapata msaada wa tiba bado? Kwa ushauri zaidi, elimu au tiba, usisite. Tunaweza kuwasiliana hapa ndani ya Afya Class kupitia kwenye namba ambazo zinapita kwenye screen yako, nasi tutakusaidia na tatizo lako litaisha kabisa. Asante.